Shalom shalom watu wa Mungu, habari za asubuhi. Tumekutana tena katika kipindi chetu cha mamlaka ya asubuhi. Asubuhi ya leo tunakwenda kushiriki andiko la Zaburi 34:18, nayo inasema, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho zao huwaokoa. Asubuhi ya leo tungependa kushare vitu viwili. Bwana, inavyosema kwamba Bwana yu karibu nao waliopondeka moyo, inamaanisha nini? Bwana yuko karibu na sisi kwenye mazingira ya aina yoyote ile. Mara nyingi huwaga sangia tunapitia kwenye changamoto za maisha, kwenye harakati za hapa na pale. Tunaumizwa mioyo yetu, tumevunjika moyo, tunajua labda Mungu yuko karibu na sisi. Kumbe sivyo. Mungu yuko karibu na sisi wakati wote. Haijalishi unapitia nini leo, Mungu hayuko mbali nawe. Wakati watu hawaelewi maumivu yako, Bwana yuko karibu zaidi kuliko pumzi yako. Kuvunjika moyo sio mwisho wako, bali ni mahali Mungu anapoanza kufanya kazi ndani yako. Yamkini unapitia kwenye hali fulani, aidha ni biashara, aidha ni magonjwa, umekatishwa tamaa, mambo hayaendi, lakini pale ambapo umefikia mwisho, akili yako huwaza, Mungu ndipo anapoanza kufanya kazi kwenye maisha yako. Ndipo anapoanza kutenda miujiza ndani yako. Ndipo anaanza kufanya vitu vidhihirike, kwa sababu umeacha kujitegemea wewe, ukaanza kumtegemea Mungu. Na ukianza kumtegemea Mungu, Mungu ndipo anapoanza kufanya kazi. Mara nyingi waga tunakosea. Tunawaza vitu kwa akili zetu au kufanya vitu kwa juhudi zetu. Tunamsahau Mungu. Tunamweka Mungu pembeni. Lakini asubuhi ya leo, ukimtanguliza Mungu, na pale ambapo umechoka kwa akili zako kufikiria, ukamshirikisha Mungu, Mungu ndipo anaanza kufanya kazi kwenye maisha yako. Au kwa kile kitu ambacho umeshindwa kukifanya, Mungu anakifanya kwa uaminifu mkubwa zaidi. Unajua mtu wa Mungu, mara nyingi watu wakienda mbele za Mungu hawawi halisi mbele za Mungu, huwa wanajificha. Sawa na mtu uende kwa rafiki yako umfiche siri fulani, ndivyo watu wanaleta mazoea mbele za Mungu. Wakienda mbele za Mungu hawai wazi. Unapaswa ukienda mbele za Mungu, funguka, kuwa wazi mbele za Mungu, ili Mungu aweze kutimiza haja ya moyo wako. Lakini unapoenda mbele za Mungu kwa kujificha au kwa kutokuwa wazi, Mungu hawezi kujibu haja ya moyo wako, kwa sababu hukuwa wazi mbele zake. Hebu tuangalie kesi ya mtu mmoja anaitwa Bartimayo, ambayo Yesu alikuwa anajua haja zote za Bartimayo. Alikuwa anajua kwamba anahitaji mavazi, anahitaji chakula, na pia alikuwa ni kipofu. Lakini bado Bartimayo alipomuita Yesu akamwambia, unahitaji nini? Bartimayo akamjibu kwamba, Yesu, nahitaji kuona. Kwa nini alimuuliza? Alikuwa anataka kusikia kutoka kwake mwenyewe. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu, Mungu anataka kutusikia sisi wenyewe tukisema au tukikiri kwa kinywa chetu. Sio kwamba hajui, anajua kwamba tunahitaji nini na tunataka nini, lakini anachotaka ni kukiri kwa kinywa chetu wenyewe. Je, asubuhi ya leo ninaachia swali. Asubuhi ya leo unataka Mungu akufanyie nini, au unataka nini? Kuwa halisi mbele za Mungu. Amina.